Na tuangazie taarifa za kaunti. Mwili wa aliyekuwa mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka Wafula Chebukati umewasili nyumbani kwake Kitale kabla ya mazishi yake siku ya Jumamosi. Mtazamaji, haya yanajiri huku ibada ya ukumbusho ikifanywa kwa ajili yake siku ya Jumatano mtaani Karen jijini Nairobi. Taarifa kamili ni kwenye mseto wa kaunti. Mwili wa marehemu aliyekuwa mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati ulipokewa na wabunge, familia na marafiki na jamaa huko Kitale katika kaunti ya Trans Nzoia. He was a civil servant for everybody. So mambo ya siasa tuwake kando, tuongoje siasa itakuja bwana. Itakuja 2027 si mbali sana. Bado tumetoka ni mbali. Kwingineko, washukiwa 4 wa ujambazi walipiwa risasi na polisi, huku wengine 2 wakikamatwa na kuzuiliwa korokoroni katika maeneo ya Marani na Suneka katika kaunti ya Kisii. Matukio hayo yaliwadia baada ya polisi kupashwa habari na wananchi kutoka katika kitongoji cha Marani kutokana na tukio la wizi katika kiwanda cha kutengeneza mikate. I would like to inform members of public that they keep on providing information as they have always been doing, and we shall keep it in confidence. Kwingineko, wanaume 5 wanatarajiwa kushtakiwa kwa mauaji wa mwanaharakati Richard Otieno almaarufu Rais wa Molo baada ya uchunguzi wa polisi kuwahusisha na uhalifu huo. 5 hao ni miongoni mwa watu 9 waliokamatwa na awali kuhusiana na mauaji ya Otieno nyumbani kwake Elbagon katika kaunti ya Nakuru. Na wajane wa Kongwe katika kaunti ya Homa Bay wamekaribisha mpango wa serikali wa kutuma pesa taslimu moja kwa moja kwa simu zao za rununu na kuwaondolea mzigo wa kupanga foleni ndefu kwenye benki na changamoto nyinginezo zikiwemo hatari za kuhadaiwa na wasichana. Wakati huo huo, Profesa Patrick Lumumba amewataka Wakenya kuungana na kutetea maadili ya kitaifa, uadilifu na utawala bora. Akiongea huko Meru, Lumumba amewataka vijana kuongoza kutoka mbele katika kutetea taifa lenye amani. There is not a single country in sub-Saharan Africa that has good men and women in every sector like Kenya. Perhaps we are only rivaled by 2 countries, Ghana and Nigeria. Hatimaye kanisa la The Jesus Winners Ministry limefafanua kuwa ahadi ya rais ya shilingi milioni 20 ilikuwa ni ahadi ya kibinafsi na si pesa ya serikali. Katibu mkuu wa kanisa hilo Rachel Mwiti aliwaambia wanahabari kuwa swala hilo limeingizwa siasa, huku akiwataka Wakenya kuwa watulivu. Honorable President pledge a support of 20 million upon request from our General Overseer Edward Mwai.